You are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa umbali ambao ametufikisha. Wakati mwingine tena ametufikisha uhai kuanzia last Sunday kufika leo. Si jambo la kawaida watu tukua hai kila siku. So tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Na kuna apology kidogo. Last Sunday hatukupost mahubiri yetu. Kulikuwa na issues hapa na pale, na hiyo file ya mahubiri ikaweza kupotea, ilideletewa by mistake. So ndo maana hatukupost, lakini leo tutapost on time. Naipata tu leo saa 1 itakuwa isha upload kwa pale YouTube. So na tunashukuru wale wote ambao wanatufuatilia pia pale kwa channel yetu ya YouTube. Wacha Mungu azidi kuwabariki. Kama huja subscribe, tafadhali subscribe, na kwa wale mmesubscribe na hujatana on notification, tafadhali do so. Maana nimenotice nikiweka hiyo link pale kwa WhatsApp status, watu wengi wana view, lakini nikiupload tu peke yake bila kuweka kwa status, unapata iko na views 4-5, na tuko na subscribers kama 22 saa hii, lakini unaona tuko na 5 views. Maanisha hao wengine hawajatana on notification. So tafadhali kama umesubscribe, turn on notifications ndio upate mahubiri on time, ndio pia Mungu akubariki. So leo nataka tuongelee kuhusu neema ya ajabu ya Mungu. That is our topic for today. Neema ya ajabu ya Mungu. Hiyo ndio topic yetu, na maandiko yetu yanaenda kutoka katika kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso 2. Waefeso 2. So nitashout kidogo maana hatuna microphone. So kwa wale ambao tunasikiza mahubiri, usishangae pastor anashout aje. Na shout ndio sauti ikuwe captured pale vizuri, maana bado hatujaweza kubarikiwa na pesa ya kununua kama mic. Kipata tutakuwa tunapin tu hapa, unaongea tu pole pole, lakini saa hii itabidi ni shout ndio sauti iweze kufika kwa kamera vizuri. Pole pole tu, Mungu atatubariki, tutaondokea masaibu mengine. So twenda kusoma kitabu cha Waefeso. Mlango ni wa 2 kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Waefeso 2 kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Maandiko inasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9 inasema, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inatuambia tumeokolewa kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu na kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tumeokolewa kwa neema, not because of our wish. Si ati ni kwa sababu tumetaka, ni kwa sababu katika mapenzi yetu, bali ni katika neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona tumeokolewa kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni mzuri. Neema ya Mungu imetutosha. Katika neema akamtoa mwanake wa pekee, akakuja akatukufia sisi.
Maana before the New Testament ikuje, tulikuwa tuna deal with the Old Testament, ambapo nisiseme sisi walikuwa, maana hao walikuwa hiyo miaka 2000 ilipita, walikuwa na deal na Old Testament. Na mtu akifanya dhambi, kuna dhambi zilikuwa zinafanya mpaka watu wanafanya nini? Wanasulubishwa. Ukikumbuka vizuri, wakati Yesu alikuwa anasulubishwa, alisulubishwa na watu wangapi? Wawili. Kulikuwa na wezi walisulubishwa na yeye. So si ati hii mambo ya kusulubishwa ilikuwa ni jambo ilitokea tu juu ya Yesu. Hapana, hiyo ndio ilikuwa njia ya kulipa dhambi. Unasulubishwa pale msalabani mpaka unakufia hapo. Bwana Yesu asifiwe. So ilikuwa hiyo ndio ilikuwa point ya kulipa. Na unaona hiyo wakati Yesu hata akisulubishwa, alisulubishwa na wezi wengine wangapi? Wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Yesu kutukufia sisi ilitusaidia sana, na ilituondolea hiyo mambo ya kukufa. Maana kama si Yesu kutukufia, imagine saa hii mwizi angekuwa anachukuliwa, anasulubishwa, anachukuliwa, ananyongwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakatwa kichwa. Maana mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Na ndio maana Yesu alitukufia. So ilikuwa katika neema ndio hiyo mauti ikaondoka. Sasa ikakuwa mtu akifanya makosa, Mungu alifanya nini? Alilipia. Tukaanza kudeal na New Testament. Sisi watumishi wa New Testament tuko na bahati sana. Wale watumishi wa Old Testament walikuwa na deal na Mungu papo hapo. Hakukuwa na Yesu ati hapo katikati atakutetea, sijui damu yake itakufanya nini. Hapana, Musa anaambiwa ongelesha mawe itoe maji. Anaenda kupiga mawe na fimbo. Hiyo tu peke yake, imagine ilifanya Musa asifike Kanaani. Hiyo tu makosa kidogo, lakini Yesu angekuwa hapo katikati, angesamehewa na angefika wapi? Kanaani. Nzuri sana. So hiyo ni mfano ya kile ambacho ulikuwa unalipia ukitenda dhambi ile wakati. Lakini Yesu kutukufia ni kwa neema, na hiyo neema ndio imetufanya leo tuko hai. Wewe mwenye unanisikiza hapo kwa TV, wewe mwenye unaniwatch, wewe mwenye unanisikiza hapo kwa kanisa, hata leo, hata before fika kanisani, kuna dhambi umefanya hapo kwa barabara. Lakini bado neema ya Mungu inakutosha. Bwana Yesu asifiwe. Nisamee na maisha yanaendelea. Hata sisi wachungaji tunafanya dhambi, lakini neema ya Mungu inafanya nini? Inatutosha. So ni katika neema ya Mungu. Na tunapoangalia neema ni nini? Kibibilia tutasema neema ni upendeleo anaotutolea Mungu bure licha ya dhambi na mapungufu yetu. Bwana Yesu asifiwe. So neema ni upendeleo yenye Mungu anatutolea sisi. Ile upendeleo yenye anatufanyia sisi. Hata kama sisi ni wadhaifu kwa njia fulani, ni wenye dhambi, lakini unaona neema inafanya nini? Inatutosha. That is the definition of that word ya neema kutokana na maandiko. So point number 1 nataka tuangalie neema ni ya kwamba neema inatuokoa. Wacha tuone neema inatuokoa kivipi. Tuingie katika Warumi. Ingia katika Warumi. Ukiwa tu hapo kwa Waefeso, songa tu mbele kidogo. Utapita wa Korintho, utaingia Warumi. Warumi 5. Warumi 5 mstari wa 8. Maandiko yanasema nini? Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Bado tuko inahesabu. Maandiko inatuambia vizuri, kwa sababu ya upendo wa Mungu
bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Neema inatuokoa. Ilituokoa vipi? Inatuokoa kwa Yesu kuja kuwa cover kwetu. So katikati yetu na Mungu, katikati kuna Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatuokoa kwa kutufia msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, Bwana Yesu asifiwe. So inaonyesha Mungu alituokoa kwa sababu alimtoa mwanao. Kwa nini? Wa pekee. Na alimtoa kwa sababu ya upendo. Jambo lingine ni wokovu. Wokovu pia inadhihirisha ya kwamba neema inatuokoa. Maana kupitia wokovu sote tunaokolewa na tunakuwa watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So katika neema ya Mungu tunaokolewa. Point number 2 ambayo nataka tuangalie, na tutarifaa katika kitabu cha Wakorintho. Rudi tu nyuma, hizi vitabu zinachezea tu hapo. Wakorintho wa pili 12 mlango wa 12. Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 9. Point ambayo nataka tuangalie ni neema inatufanikisha. Neema inatufanikisha. Tunataka tuone hii neema inatufanikisha kwa njia gani? Kusoma maandiko katika Korintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 9. Maandiko inasema hivi: naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hujimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maandiko inajaribu kutuambia ya kwamba hata kama unapitia hali ambayo uko ndani na udhaifu, maana kuna wakati binadamu inafika mahali kwa maisha unapungukiwa katika imani, unapungukiwa katika matumaini, unapungukiwa kwa mambo mengi. Lakini hata katika ile hali ya udhaifu, Mungu bado anafanya nini? Mungu bado anakutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba neema yake bado inakutosha. So itakufanikisha kwa kukupatia nguvu wakati hauna nini? Wakati hauna nguvu. Wakati hauna hopes, inakufanikisha kwa kukupatia hopes. Because kama hauna hope, kuna kitu utafanya kweli. Lakini kama uko na matumaini ya kwamba nikifanya hili jambo litasonga, basi utasonga. So kwa kutufanikisha ni kwa kutupatia nguvu wakati tuko na udhaifu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapitia mambo mengi sana. Tunakumbwa na mambo mazito. Lakini neema inafanya nini? Inatupatia nguvu. Changamoto tunapitia ni mingi, lakini Mungu anafanya nini? Mungu anashuka na anakuja anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. So neema inatufanikisha kwa kutupatia nguvu ya kusonga mbele. Ingawaje tukiangalia hivi tunaona hapa hatuwezi songa, lakini neema yake inatupatia nguvu ya kufanya nini? Ya kusonga. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumalizie pointi ya 3 na tuangalie Tito kwa haraka. Tito kako wapi? 2:23. Tito ni kadogo sana. Ako unakapitanga hivi. Unaweza angalia pale kwa menu ya Biblia. Tito ni page 1. Bwana Yesu asifiwe. Inakuanga page 1 tu. So unaweza itafuta kwa Biblia, unajua iko kwa New Testament lakini hauoni ni wapi. Naenda pale kwa menu angalia. Iko katikati ya Timotheo na waraka wa Ibrania.
Tuende katika Tito mlango wa 2 mstari 2 peke yake, mstari wa 11 na 12. 11 na 12. Nataka tuangalie point ambayo inasema neema inatubadilisha. Je, neema ya Mungu inatubadilisha aje? How? Let us. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utawa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema ya Mungu inatubadilisha na inatukataza. Inatukataza nini? Inatufundisha na tukataza ubaya, tamaa za dunia, na tukataza tuwe watu tunaishi kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe watu wa kuishi katika haki. So, neema ya Mungu inatubadilisha kwa kutukataza kuishi kwa mabaya katika kutenda dhambi. Inatubadilisha. Maana kama maandiko ingesema ulevi ni mbaya, wivu ni mbaya, tamaa ni mbaya, usherati ni mbaya, uchawi ni mbaya, watu wangekuwa na practice hizo vitu na ukweli maisha yao ingeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Yes, maisha yao ingeharibika. Lakini kwa sababu neema ya Mungu inatuinsistia ya kwamba hivi vitu ni mbaya na hizi ni mzuri, na inatuonya kuishi katika njia mbaya na inatuweka tuishi katika njia mzuri, basi neema yake inatutosha. Na kupitia hiyo neema maisha yetu yanabadilika. Wale ambao walikuwa ni walevi wanaacha ulevi, wanaishi maisha mazuri. Wale ambao walikuwa ni washerati wanaacha usherati, wanaishi maisha mazuri. Wale walikuwa ni wavitina, wale wa kupigana, wanabadilika na wanaishi maisha mzuri. So tunaweza sema neema inatubadilisha. Maana kama sio neema, hata mimi singekuwa nimekaa hapa nafanya nini? Nahubiri. Mimi ningekuwa mahali napigana, niko mahali napiga watu ngeta, mimi ni mwizi, ningekuwa mahali nafanya vitu mbaya. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu inanionya, mtumishi wangu, usiende hivi na hivi na hivi, ndiposa niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali nitateleza, nirudi nyuma kidogo, nitaenda pia niombe nini? Niombe msamaha kwa Mungu, na neema yake itanitosha, kwa sababu tunaambiwa neema inafanya nini? Inatuokoa. So nitarudi niombe Mungu msamaha, na hiyo neema ifanye nini? Iniokoe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So maandiko yetu ya leo ni machache hivyo mmeyasikia, na najua inaenda kuweka impact katika maisha yenu. Najua inaenda kubadilisha maisha yenu. Tafadhali ndugu zangu, dada zangu, tuishi katika neema ya Mungu. Tuishi katika neema ya Mungu. Maana tumesema point 3, neema inatuokoa, neema inatufanikisha, na neema inatubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Neema inapokuokoa kutoka katika dhambi, na hiyo the same neema ikufanikishe katika kukupea moyo wakati unapitia shida, na kukupatia moyo wakati uko na changamoto, na hiyo neema pia ikubadilishe, ikutoe kwa ile dhambi ulikuwa unafanya, ikutoe kwa ile personality ulikuwa nayo kabla hujaokoka. Hiyo neema ni mzuri. Yes, na inafaa na inastahili katika maisha yetu. So naomba Mungu awabariki sana, Mungu awalinde hadi tutakapopatana tena katika mahubiri yetu, na ningeomba mkaendelee kusubscribe na mkachukua hiyo link yetu mkashare pale kwa WhatsApp status, share na marafiki zako, at least watu waendelee kubarikiwa. Na hii message isikuwe tu ni kwako peke yako. Huenda kuna mtu mahali anataka kupoteza matumaini, akiona haya mahubiri asikia haya, kumbe neema inatuokoa, kumbe neema inatufanikisha, kumbe neema inatubadilisha. So there is hope for tomorrow. Kwa hivyo hope iko. Huyo mtu anaweza ka change maisha. Maybe mwingine anataka kujitia kitanzi, anataka kujinyonga, lakini akipata hii message anasema kwa mtumishi alisema, kwa hivyo kuna kesho, na unapata yule mtu umeokoa maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. So
Kwa hayo machache, wacha Mungu awabariki sana hadi tutakapopatana tena katika mahubiri yetu. Shalom, shalom, shalom. Ezemo, you are the God of power.